Ujumbe wa Tundu Lissu kutoka gerezani Ukonga kwa wananchi wa Tanzania baada ya hotuba yake ya Samia Suluhu umezua maswali mengi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika kipindi ambacho Tanzania inajaribu kujikusanya kutoka kwenye mshtuko wa kisiasa, kijamii na kiusalama, ujumbe mzito umetoa juu ya meza ya taifa kupitia mtandao wa X. Ujumbe huu ulitolewa na mwanasiasa John Heche, akiwa ndiye mjumbe pekee aliyeruhusiwa kumwona Tundu Lissu ndani ya gereza la Ukonga, na kupitia hapo nchi imepata kile kinachochukuliwa kuwa sauti ya kwanza kutoka kwa mmoja wa viongozi wakuu wa upinzani baada ya matukio ya Oktoba tarehe 29. Katika taarifa hiyo, Heche ameeleza kile alichokuta kuwa mwenyekiti wa chama hicho akiwa imara, mwenye afya njema, akisimama thabiti licha mazingira alimo, lakini kilichobeba uzito mkubwa si hali yake ya kimwili, bali ni kile alichompa Heche ili akieleze kwa Watanzania. Kauli nzito kuhusu vifo, majeraha, kupotea kwa watu, uharibifu wa mali na uchungu wa taifa ulioibuliwa na maandamano ya wazi na mengine yaliyofanyika kimya kimya. Na kwenye ujumbe wake, John Heche kwenye mtandao wa X alisema kuwa nimetoka Ukonga kumwona mwenyekiti, yuko imara na anawasalimia wote. Anatoa pole kwa Watanzania wote waliopoteza maisha, familia, ndugu na marafiki. Anatambua watu waliopoteza viungo na kubaki na ulemavu. Ametoa pole kwa wote waliopoteza mali pia. Damu ya wenzetu haijamwagika bure na hakuna atakayefunika jambo hili bila uwajibikaji. Msimamo wa mwenyekiti uko thabiti, yuko imara na mwenye afya njema. Huu ndio ujumbe wake John Heche kuhusu alichoambiwa na Tundu Lissu pale gerezani Ukonga. Kwa mujibu wa ujumbe huu uliotolewa hadharani, Lissu ametuma pole za kina kwa familia zote zilizopoteza ndugu na jamaa. Ametambua kwa uchungu wale waliopoteza viungo na kubaki na ulemavu wa kudumu. Amekumbuka pia rasilimali na mali ya wananchi iliyoharibika na kupotea katikati ya sintofahamu ya Oktoba. Lakini zaidi ya hapo, ujumbe wake unasisitiza msimamo mmoja: damu iliyomwagika haijamwagika bure na hakuna nguvu itakayoweza kufunika kilichotokea bila uwajibikaji. Ni kauli inayokuja wakati taifa bado halijapona, wakati familia zinapitia maombolezo ya kimya, na wakati majeraha ya kihisia, kisaikolojia na kijamii yanaendelea kutikisa misingi ya umoja wa kitaifa. Kupitia Heche, ujumbe wa Lissu umeingia kwenye mjadala mzito na utawala mijadala ya mitaani, majumbani na katika vyombo vya habari. Ni nini hasa kilichotokea Oktoba tarehe 29? Ni nani anayewajibika? Na mustakabali wa haki za raia uko wapi? Maandamano ya Oktoba tarehe 29 hayakuwa tukio la ghafla, yalitanguliwa na wiki kadhaa za mijadala mikali kuhusu matokeo ya uchaguzi uliotajwa na makundi mbalimbali kuwa hauna uwazi wa kutosha. Kwa wengi, haya hayakuwa maandamano ya mhemko, bali kilio kilichotokana na mlolongo mrefu wa malalamiko ya kisiasa na kijamii. Na baada ya zoezi hilo kuvurugika, nchi ilishuhudia kile kilichoelezwa kuwa ukamatwaji na wakasi, kufungwa kwa baadhi ya barabara, uwepo mkubwa wa askari na ripoti mbalimbali kuhusu watu waliopotea au kujeruhiwa. Video na picha zilianza kusambaa kwenye mitandao zikionyesha hali ya taharuki katika maeneo kadhaa, huku simulizi za wananchi zikijaa hofu, hasira na maswali ambayo hayajapata majibu hadi leo. Na katika mazingira hayo, sauti kutoka Ukonga imeonekana kama mwendelezo wa simulizi iliyoanza siku ile, simulizi ambalo halijafungwa wala kusahaulika. Ujumbe wa Lissu kupitia Heche umetajwa kama sehemu ya ushahidi wa namna mgogoro huu umeingia kwenye sura mpya, sura inayohitaji maelezo ya wazi, uchunguzi wa kina na hatua ya kitaifa. Kwa mujibu wa taarifa ya Heche, hali ya mwenyekiti imetajwa kuwa mzuri na thabiti. Ameonekana kuwa mwenye utulivu na nguvu zinazoruhusu kufuatilia matukio nje ya gereza, lakini katika mazingira haya nguvu yake imechukuliwa si kama hali ya mtu mmoja, bali kama ramani ya ujumbe mpana kwa wafuasi wake na kwa wananchi kwa ujumla, kwamba mapambano ya haki hayajazimika na hata katika mazingira ya kifungo.
Watu wengi waliokuwa wakifuatilia tukio hili walitarajia taarifa iliyobeba hofu au kusita, lakini kilichotolewa kupitia X ni tofauti kabisa. Ni taarifa iliyotaka kuondoa uvumi, kusimika ukweli wa kile kilichojiri ndani ya Ukonga, na juu ya yote kuonesha kwamba msimamo wa mwenyekiti kuhusu mustakabali wa haki nchini haujatetereka hata kwa sekunde moja. Na katika sehemu ya pili ya taarifa ya Heche, ujumbe wa Lissu umegusa moja kwa moja kiini cha majonzi ya Watanzania. Ameeleza kutambua waliopoteza maisha, iwe walikuwa katika maandamano au waliuawa wakiwa ndani ya makazi yao. Ameyaheshimu maumivu ya wale waliobaki na ulemavu wa kudumu kutokana na vurugu au matumizi ya nguvu yasiyoeleweka. Kwa familia zilizokata tamaa na kuendelea kuishi kwenye maumivu, ujumbe huu kutoka Ukonga ni ukumbusho kwamba haujasahulika. Kukumbukwa kwa waliopoteza viungo ni sehemu ya simulizi linaloitaka nchi kuketi chini ya kuangalia hatua kwa hatua uzito wa matokeo ya kisiasa. Katika simulizi za waathiriwa, baadhi walikuwa watoto, wengine akina mama, na wapo waliopotea kabisa bila taarifa ya wapi walipopelekwa. Kwa kuwa ujumbe wa Lissu umegusa kila kundi, unadhihirika kwamba kile kilichotokea hakikugusa upande mmoja wa kisiasa pekee, bali pande zote za maisha ya kiraia. Kauli nzito katika ujumbe huo ni kwamba hakuna litakalofunikwa bila wajibikaji. Hii ndiyo sentensi iliyotafsiriwa na wengi kama msingi wa mapigano ya kisiasa yajayo. Si mapigano ya mabavu, bali mapigano ya kudai kweli, kuheshimu raia na kutengeneza taifa lenye misingi ya uwazi. Na kama hatua ya kwanza, madai haya yanamaanisha kuwa lazima kuwe na uchunguzi wa kina kuhusu matukio Oktoba tarehe 29. Nani alitoa amri? Nini kilitokea katika kila eneo? Kwa nini matumizi ya nguvu yalikuwa makubwa? Na hatimaye nani anapaswa kuwajibika? Katika historia ya taifa, takwimu za vifo visivyoeleweka huwa zinabeba uzito usiotoweka haraka. Ujumbe huu unaonekana kuwa wito wa kutaka kuziba shimo la kutojua kilichowatokea, ili taifa lisitembee huku likijikokota kwenye kivuli cha hofu. Tukio la John Heche kutuma ujumbe huu kupitia X ni tukio lenye alama ya kisiasa na kijamii. Mtandao ya kijamii imekuwa uwanja wa kisasa na wa kisiasa, ambapo taarifa, masimulizi na mijadala mikali huanzia. Na kupitia X, ujumbe wa Lissu umeenda kwa kasi kuliko ungeruhusiwa kupitia vyombo vya kawaida. Taarifa imepokelewa na maelfu ya watu, ikazua mjadala wa kitaifa, na kwa upande mmoja kuna waliopokea kama mwanga wa matumaini, kwa upande mwingine kuna walioona kuwa ni ukumbusho wa giza ambalo taifa alipaswi kurudi tena. Heche, akiwa shahidi wa karibu wa kile alichokiona Ukonga, amekuwa kiungo muhimu kati ya gereza na raia. Kazi yake ya kufikisha ujumbe imeifanya taarifa hii kuwa chanzo cha simulizi la kisiasa na kisasa la taifa ambalo haliko tayari kukaa kimya. Na katika hitimisho lake, taarifa ya Heche imesema kwamba mwenyekiti bado yuko thabiti, msimamo wake hujabadilika, na hata akiwa gerezani anaona mbali zaidi ya mipaka ya mageti ya Ukonga. Kile alichosema kinaashiria mwendelezo wa mapambano ya kisiasa, hasa katika kipindi ambacho taifa linahitaji ukarabati wa kijamii na kisiasa. Ni kipindi ambacho maumivu ya raia hayawezi kufunikwa, vijana wamechoka kukaa kimya, na taasisi za msingi zinatazamwa kwa jicho la tahadhari. Kwa ujumbe huu si tu kwamba Lissu anarejesha mjadala wa demokrasia, bali anaibua upya mjadala wa utu, maisha ya raia na thamani ya haki. Kwa sasa mitaani kunasikika mijadala, kwenye familia kunasikika vilio, na mitandaoni kunasikika sauti ambazo hazitaki tena kufungwa. Ujumbe wa Heche uliojaa maneno ya Lissu umechangia kuandika ukurasa mpya wa safari ya taifa. Ni safari inayotaka ukweli, haki na uwajibikaji. Ni safari ambayo haijafika mwisho, na kwa mujibu wa ujumbe kutoka Ukonga, safari hii itaendelea hadi pale taifa litakapoweza kuangalia nyuma bila hofu na mbele bila mashaka. Ni hayo kwa leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa na kuletea uchambuzi wa kina bila kupindisha.
Zidi kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu ili tuweze kufikia wengi ambao hawajajua channel hii.